Sasa bondia kama bondia atasemaje kwamba mimi nimefanya mazoezi ya nguvu sana? Tutamuona huyo Dula Mbabe. Si alikuwa anaguswa tu na mabondia wengine. Sasa hiyo ngumi itamfikiaje mtu kumletea mazao? Ni bondia wa kweli. Anatembea, anapiga ngumi zote unaziona. Hot Busy TV tuko hapa kambi ya Narcos. Nadhani tunafahamu pia kitu gani ambacho kinachoendelea. Kama hauja subscribe, make sure kwamba una subscribe, una like, una share, una comment. Sisi timu ya Hot Busy TV tuko hapa Narcos, na kama unavyoona pia nyuma yangu kuna gari la Narcos na kuna picha pia ya bondia wa hapa ambaye ni mfaume. Kwa hiyo tutazungumza vitu vingi sana na wadau wa hapa, lakini kuna viongozi mbalimbali hapa, kuna watu ambao ni wa masumbwi pia tuko nao hapa. Kwa nadhani pia utafahamu vitu vingi sana kuhusiana na hili swala. Na kingine zaidi, tunajua juzi tarehe 10 kimetokea nini. Kwa hiyo nalo pia tutafahamu na tuone wanaizungumzia vipi. Hii ni Hot Busy TV, mimi naitwa LD Icon. Ndugu yetu ni vipi? Safi. Salama? Salama tu. Uzima upo? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Saidani Mohamed. Saidani Mohamed. Wewe ni mdau wa ngumi ama ulishawahi kuwa bondia? Mimi ni mdau wa ngumi. Na kwa hapa nyumbani Tanzania ni bondia gani ambao kwako unamuona bora zaidi? Bondia bora. Mabondia bora wako wengi, ila kuna bora zaidi. Kuna wengine ubora wao huko kwenye midomo. Kwa sababu bondia anaweza akapata bahati. Unajua sometimes kumpiga mtu sio uwezo. Inatokea tu. Lakini ile bahati inapomtokea, halafu kidogo akawa na ile bahati ikamletea uwezo wa kifedha, yeye anachokifanya kwamba ananunua rekodi. Yaani bondia ana uwezo kumwambia mtu bwana, naomba nikupe 200,000 hapo. Tuende kwenye lingi. Au sio bwana? Anampiga mtu ngumi moja tayari ashapata nini? Rekodi. Ndio kinachotokea, mtu anaenda nje anacheza ngumi ambazo hazieleweki. Hakuna mtu ambaye ninamsema kwa sababu nini? Mimi ni mdau wa ngumi kwa sababu najua. Najua kwa sababu ni mdau wa ngumi. Sasa kwa hayo mazingira, the way vile ambavyo unaona, game ya aina ipi ambayo ukiona unajua kabisa kwamba hii game imenunuliwa? Game inayonunuliwa unaiona kwa macho kwamba hii game imenunuliwa. Au sio bwana? Kwa sababu wapo mabondia hatuwezi tukawataja majina. Umeona bwana, hatuwezi tukawataja majina, lakini unajua kabisa hii game imenunuliwa. Namna ya uchezaji wake inakuaje? Natamani uelezee hiyo situation inavyokuwa kwenye mchezo, alafu mtu mwingine ambaye ajui kwamba hii game imenunuliwa ama haijanunuliwa afahamu kwamba hii bana haijanunuliwa na hii iko na uhalisia. Maana ya uchezaji, ngumi zina mfumo. Au sio bwana? Ngumi zina mfumo. Mtu anapoingia tu kwenye lingi na upigaji wake wa ngumi unajulikana. Kwa mfano, unapompiga mtu jabu lazima upige hatua. Lakini mtu unamkuta anapiga jabu amesimama kama kizingiti. Au sio bwana? Kazimama tu kama kizingiti. Sasa hiyo ngumi itamfikiaje mtu kumletea madhara? Ukipiga kidogo hata hooks lazima kidole gumba kifanya nini? Kicheze. Ukipiga light lazima kidogo kidole gumba nini? Kicheze. Sasa mtu anapiga jabu amesimama kama roboti. Unajua tu kabisa ni novice, kapewa pesa. Yaani ndani anaonekana ni mzuri kutokana na jinsi wale mabondia wanakutana nao. Au tunaosema wa kutengeneza rekodi. Kwa hiyo anapoenda nje unamkuta anafanya mambo ya hovyo. Anafanya mambo ya hovyo. Haya, tukizungumzia pambano ambalo limepita la tarehe 10, wewe kiwa kama mdau wa masumbwi ama mdau wa huu mchezo, unaizungumzia vipi? Game la tarehe 10 ulikuwa ni mchezo wa aina gani ile game wa tarehe 10? Ule mchezo ulikuwa ni mchezo mzuri. Ni mchezo mzuri sana ambao uliopita. Ni mchezo mzuri sana tumeuona, lakini mimi ninachosema kwamba Watanzania wafanye mazoezi, tusitegemee kubebwa hapa ndani. Hilo tu, tusitegemee kubebwa hapa ndani. Unamaanisha kwamba Mwakinyo alikuwa anabebwa sana kwa mechi za ndani au hata mechi za nje pia waga ananunuaga? Game zake mimi ambapo nilikuwa naziona sio tafu sana kwamba ni za upinzani. Kule ndio nimeona upinzani. Kwamba hakupata mtu. Alikuwa hakupata mtu mzuri. Kule pale ndio alikuwa amefanya kazi ya ngumi kweli. Pale alikuwa anapigana serious pale kakutana na mpinzani. Kwa sababu sisi kama wadau wa ngumi tunajua kabisa hii iliyokuja hapa hii ni mboga.
huwezi ukanunua mtu ambaye anayejua, kwa sababu yule mtu anayejua anaweza akakubadilika, au sio bwana? Unanunua mtu hata kama akibadilika, una uwezo kumpiga kivyovyote. Huwezi ukamnunua mtu ambaye anayejua, kwa sababu sometimes mtu anakubadilika. Kumbe na mudu huyu, hata kama kanipa laki zake 2 fresh, mimi namtandika ili akae. Mwakinyo amepoteza pambano, lakini umeniambia kwamba mchezo umeuona kuanzia mwanzo hadi mwishoni. Unadhani labda alihitajika atumie uwezo gani ama ujuzi gani ambao labda ungemfanya aweze kushinda hiyo game? Pale ndio uwezo wake ambapo ulipoishia, na zile ndio ngumi zake anazo. Mtaalamu zaidi alikosa nini labda? Maana mwenyewe alishia kupitia kwenye mitandao ya kijamii, na kubwa zaidi ni kwamba alikuwa ameomba msamaha na kuwapa pole mashabiki zake. Pambano. Yaani kuanzia tu pale jinsi alivyoingia hakujiamini. Umeona? Kwa sababu alikuwa anaamini, alikuwa anajua kabisa hapa ndio anaingia kwenye kazi rasmi. Ila akasema kwamba sababu ambayo ameitoa ni kwamba amefanya mazoezi ya nguvu sana, lakini kitu ambacho kimempelekea kuwa wiki na pia kuwa mwepesi. Hii ikoje kwa namna ambavyo ulivyokuwa umemwona? Kama anazungumza hivyo kama bondia ambaye bondia mkubwa kama yule anayefahamika mwenye jina kwamba amefanya mazoezi ya nguvu sana, basi hapo amejikataa kwamba sio bondia mzuri. Tunavyojua vipi kwamba kila bondia yoyote huwa hawezi kuacha mazoezi, hawezi kufanya mazoezi eti kwa sababu kaona mechi. Ila bondia anaambiwa kwamba ajiandae kufanya mazoezi kwa sababu ya kumsoma mpinzani wake. Hasa mazoezi ya nguvu za nini sasa? Kwa hiyo unataka uniambie kwamba yeye hakumsoma mpinzani wake, ile alichokizingatia ni mazoezi. Mazoezi tu. Which means kwamba haijamsaidia kitu chochote. Haijamsaidia kitu chochote. Sasa bondia kama bondia atasemaje kwamba mimi nimefanya mazoezi ya nguvu sana? Kivipi labda? Kwa uwezo ambao mpinzani umeuona pia uwezo wake kwa hapa nyumbani, labda tukisema ailete tena iwapo IBO, tumkabidhi nani ambaye au bondia gani ambaye unaweza kwamba tukasema huu mkanda bana hapa nyumbani unabaki akipigana na huyu mtu? Kwa hapa Tanzania yule jamaa anapigika vipi vizuri, wapo mabondia wazuri tu wa kumpiga. Au sio bwana? Kwa sasa hivi Kwa sasa hivi hata bondia tukimtoa na kozi hapa, tukimchukua hata mfaume yule ana uwezo wakampiga kwa uhakika, kwa sababu uwezo wa Nakozi mimi naujua. Kuna kocha mzuri sana anaitwa Lamajaa, ni kocha mzuri sana. Kwanza yule anakufundisha kurelax. Hilo nalizungumzia, siwezi nikasema kwamba nani anayepigwa. Sijasema nani anayepiga, unaizungumziaje? Yani itakuwa ni game ya aina gani au mchezo wa aina gani? Kwa nafsi yangu mimi hapa nilipo napenda sana dabi. Si umenielewa? Napenda sana dabi kwa sababu kwa nini napenda sana dabi? Dabi ndio tuna mabondia ambao wa ndani kwamba tunajua bondia fulani ni mzuri na bondia fulani wakikutana hata ukitoa hela yako yani moyo wako unajua kabisa pale kazi inafanyika. Lakini asilimia kubwa, hata mimi nataka nitoe ushauri hata katika uongozi wa ngumi waliangalia sana kama wanataka ngumi zikue. Sio mtu wanasema kwamba tumemtoa mtu kutoka sijui Marekani, kumbe wamemtoa Mwarabu kutoka Kariakoo. Haiwezekani mtu mkatuambia kwamba watu wanalipia vingamuzi wao, wanatoa pesa nyingi tu, wanalipia kingamuzi waangalie ngumi. Eti bondia katoka sijui Ulaya, bondia anaangushwa hata na upepo. Bondia anaangushwa na upepo. Huyo sio bondia. Kumbe bondia mwenyewe anatoka Kariakoo. Kumbe bondia anatoka Kariakoo tu hapo. Kwa hiyo inakuwa haiko vizuri. Si tunajua bwana. Kitu kingine ambacho sijisahau, mimi cha kwanza namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam. Au sio bwana? Anajitolea sana kimichezo. Lakini hizi hela zake asizitoe tu. Asizitoe tu ovyo hizi hela. Kwa sababu kuna kitu kinachoitwa KO ya mama. KO ya mama, kuna mabondia wengi wanapigwa pale. Au sio bwana? Lakini wanaambiwa wameshinda, wanachukua hela za mama, wanaingiza mfukoni. Hiyo issue sio. Tunataka bondia ashinde kiuhalali ndio apewe. Hivyo ndio tutakuza mabondia. Kwa hiyo nadhani labda utaratibu gani uwekwe kuepusha hilo swala? Uongozi wa ngumi inatakiwa usimame. Wasimamie misimamo yao. Ili watu wacheze ngumi. Ili watu wajifue kweli. Bwana. Sio mtu anaingia anajua tu kabisa hata pale nikienda kupigwa nitabebwa. Umesema anaitwa nani? Umesema anaitwa nani? Mimi naitwa Saidani. Saidani. Mohamed. Uko hapa Mabibo? Niko hapa Mabibo. Nadhani pia siku 2 kabla ya mchezo utarudi tena hapa.
Mimi hapa nipo kila siku na shughuli zangu ambazo nazifanya huku kama yani hapa wote ni familia. Familia naona pia. Familia kabisa. Basi hamna shida, mimi nikushukuru sana bana ndugu yangu. Asante sana. Niko na mdau mwingine hapa kutokea hapa Narcos. Naona pia tupige naye story na yeye. Tangu na kwaje? Safi. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Familia na watoto? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ni katibu wa vijana hapa Narcos. Na bondia mstaafu wa zamani. Kumbukumbu gani ambayo ipo kichwani mwako unapokuja swala nzima la bondia? Bwana, kumbukumbu iliyokuwepo kichwani mwangu pindi unapokuwa ulingoni, unabidi utulize akili, na ni mechi moja nilichezaga ukumbi wetu wa zamani ulikuwa unaitwa Texas hapo Manzese. Kiukweli nilikuwa na mechi moja ngumu sana, nilikuwa nacheza na mtu mmoja novice, ila nilipata wakati mgumu sana. Kiukweli hiyo mechi mpaka kesho siisahau. Bwana, hiyo ni changamoto kubwa. Yule mtu alikuwa hana formula. Alikuwa yani tunasema ni mtani wanasema kwamba anapiga makota. Wewe unamweka hivi unamseti, wewe mwenzako anapiga kota. Sasa hiyo ndio changamoto nilipata. Yaani kwa sasa hivi wanasema ngumi ya sasa hivi ya kisasa wanaita overhand. Lakini overhand ile yake anapiga kama kota. Bwana, nilipigwa overhand moja kiukweli paka nikaona wana nyota. Yaani wale watu walikuwa wananishabikia nikawa nahisi kama wanao wananizomea. Yaani wengi hata wenyewe kwenye ngumi za kisasa tunaona kwenye ma-TV kila siku. Tunaona mafight mengi watu nawakuta. Yani vitu kama hivyo ni kawaida kwa bondia. Tarehe 10 bana ndugu yangu Eduardo, katibu wa Narcos. Nadhani umekiona kilichotokea. Ni kweli tumekiona kwa ndugu yetu, alikuwa na mipasho mingi nini, anakuja anajitetea kwenye komenti zake siokuwa na maana nini, anatuongelea kwamba amefanya mazoezi sana, mwili amekuwa amewiki, amekuwa mwepesi. So kujua mpinzani wako ana uzito gani, kati uzito sawa, wewe unakuaje mwepesi, yani ujishushe wewe nani kilo. Hiyo kweli na kuingia akilini? Wakati si wote ni wana michezo na tunaelewa hilo. Asiwete yani usitwete udanganyifu huo. Yule hapa Tanzania alikuwa anacheza na watu ambao wananunua na watu washapotea kwenye ramani hiyo. Ndio maana kila siku anakataa kucheza na Watanzania wenzie. Kwa nini? Ndio hilo jana tumelipata hilo jibu, juzi ile tarehe 10 tumelipata hilo jibu kwamba yule anacheza na manofisi ambao watu washapoteana kwenye mchezo wa ngumi, lakini wakija watu wa ukweli anawakataa. Wewe niambie nani aliyempiga mkali zaidi ya yule Muingereza tu, ambaye Muingereza mwenyewe yule alimpigaga kipindi hicho, na Muingereza mwenyewe alikuwa tayari ashaanza kupotea kwenye ramani ya ngumi. Sema tu alibaki kwamba yule alikuwa ni nyota tu wa kule, lakini kiukweli yule jamaa naye alishapotea. Niambie nani mwingine aliyecheza naye kutuonyesha kwamba yeye ni mkali kweli kweli, ambaye tunasema huyu bwana yupo sasa hivi yupo kwenye ufiti na huyu bondia kweli ni bora, tumeletewa hapa na amepambana naye kwa tumemuona bado yupo kweli kwenye ngumi. Mtu anamwambia anacheza naye, mtu kacheza tu mapambano 30 enzi hizo. Ukiangalia vizuri ukimfuatilia bondia hajacheza mechi ndani ya miaka 3. Unasemaje wewe yupo vizuri? Kiukweli Twa Kiduku hajakosea, yule ni mwanamichezo mwenzetu na kampa pole kweli ya kimichezo. Na vile vile yeye anataka aonyeshe, sababu kila siku alikuwa anamtaka. Sio yeye tu Twa, hata bondia wetu hapa. Usiniambie basi. Alikuwa anamtaka Mfaume. Kila siku anamlilia, lakini yeye anamwambia si nini, analeta mipasho kwenye masuala ya michezo. Kama wewe kweli una kiwango kweli bora, kwa nini unawakataa Watanzania wenzio? Anataka hela. Kwa sababu nakumbuka pale mwanzoni pia hii changamoto ilitokea mwingine kwamba waweke dau kubwa and then tukae mezani tuone inakuaje. Sio kwamba mimi unaniita alafu unaweka dau la sijui la shingapi kwake anaona kama inamchushia hadhi hivi. Unadhani kwamba hao watu wa kuweka hizo hela ambazo yeye anazitaka hawapo, ama ni uoga wake au ni njia moja ya kujitetea? Ili unalizungumziaje pia Edward? Mimi bwana, kusema swala la hela hilo ni uongo. Yule ni muoga tu, anakwepa kupigana na Watanzania wenzie. Kuna matajiri hapa walitokea hapa nadhani kama mwaka jana si mwaka juzi hapa. Walitangaza dau nono tu. Gombea su milioni 200 vile kama sijakosea, ni kama 200 ngapi. Wewe niambia hapo Tanzania hii bondia gani hapa amepigana kwa milioni 100? Kwa wewe ndugu mwandishi wa habari unakumbukumbu gani? Hayupo. Ni gani? Lakini mbona watu walijitokeza hapo kumwambia bwana milioni 200 hapa? Alitoa kauli gani? Kama unakumbukumbu wewe ndugu mwandishi wa habari, kama unafuatilia, unaona kweli kama yule kweli ni muoga au sio muoga? Sasa tuondoke huko tumzungumzie labda mpinzani wake. Unamuona alikuwa bora sehemu gani, ama ni kitu gani ambacho mimuini zaidi kwenye ile pambano ambalo limepita tarehe 10? Kiukweli yule jamaa mimi nimemfuatilia kabla ya kupambana na Mwakinyo. Yule jamaa mwenzetu kwanza, kiukweli wenzetu boxing wanafanya kisasa zaidi. Yule mtu kwanza ukimwangalia yeye mwenyewe finisho yake, kwanza mtu anaishi Ufaransa, jimu yake ipo Marekani. Unaanza naye mtu wa kawaida. Yaani yule yupo kikazi kweli.
Sasa bondia wetu huku anafanya mazoezi wiki 2-3, anadanganya watu kwamba mimi nimefanya mazoezi sana, nimewiki. Wewe umewiki afu unaenda kupambana na mtu kweli? Wakati wewe mwenyewe unajijua, unasema nilikuwa mwepesi. Unakuwaje mwepesi? Sababu kwanza kwenye kupima kwenyewe ukipungua zile kilo utakiwi tena. Alafu unakuwaje unatudanganya sisi anakuwa mwepesi? Yaani kweli unatudanganya utoto kabisa. Unakuwaje unapea? Na kati siku ya kupima umeonekana kabisa bwana mmepima kilo zenu zimeandana. Wote mpo sawa. Unaambiaje siku umepigwa unatuletea visingizio? Bwana angesema tu jamani mimi kiukweli mtu simwezi, na kweli kitu tumekiona. Mchezo wa ngumi ni mchezo wa wazi. Kila kitu pale kimejionyesha kwamba ndugu yetu ni dhaifu. Asidanganye masuala mengine. Yule jamani mkali. Uongo zambi, yule jamani mkali. Hatumtendea kwamba tumbezi ndugu yetu huyu Bwana Hassan kwamba yeye namna gani, kwamba eti kwamba yule sio amepea, amefanya mazoezi sana. Yule kakutana na bondia wa ukweli. Hata sasa hivi mimi nakwambia ndugu mwandishi wa habari, yule jamaa hata alirudiwa hapa Pambano. Ilirudiwe zaidi ya mara 3. Mwakinyo atoboi kwa yule jamaa. Yule jamaa ni bondia kweli. Yaani asitufichane. Kwenye ukweli tunaonekana ukweli. Yule kwa hapa labda kidogo anaweza kaja kumchallenge hapa bondia yetu Mfaume. Yeye anatakiwa mtu mwenye kweli, mwenye experience ya ngumi, mwenye kipaji cha ngumi. Sio maneno tu. Kwangu mimi kwanza kama anarudi hapa nataka kwanza kuaminisha kweli wa Tanzania kwamba yeye ni Mtanzania, aogopi. Huu ni mchezo wa ngumi. Unatakiwa usibague eti huyu sichezi naye, huyu mimi nataka wa nje tu, hawana hela. Wewe kwanza ulianza kucheza ngumi wapi? Si ulianza kucheza hapa hapa? Na ulianza kupata hizo hela mpaka unaenda huko juu mpaka umepata jina hilo kuja hapa. Na unawakataje tena hao? Mimi sijawahi kuona kwamba wangekuwa hivyo basi wangekuwa wanakataa kwa kina Clifford huko, tunawajua kweli wana michezo wa kweli, lakini anaambia bwana pigana na huyu anapambana. Kupambana na huyu anapambana na kwao. Lakini sijawahi kusikia hata kusema hata mara moja unasikia kina nani hawa kina Canelo kusema mimi bwana Mexican siwezi kupigana na Mexico mwenzangu, mimi nataka wa nchi fulani. Hapana, lazima kwanza uonyeshe ndani ya nchi yako ubora wako kwanza, una kitu gani? Hii sisi kutuaminisha jamani ndugu yetu yupo fiti, tuletee mtu wowote. Sasa wewe unatuletea haya, unatuletea watu wageni wenyewe wadhaifu. Kiukweli yani anatuaibisha. Uongo zambi. Tunataka yani tuona kweli kama jamaa anatuaibisha. Angalia pambano la juzi. Kapigwa left hook moja, kalalia kamba. Yaani kiukweli inasikitisha. Yaani mtu kainama hivi. Paka refaria anakuja anakuchungulia. Paka anamwangalia yule bondia. Anakuja anashtuliwa ngumi ya mbavu, mtu anashtuka kapoteza kabisa, hajui nini cha kufanya. Wewe bondia professional unapigwa jabu 2, unashindwa hata kurudisha jabu moja. Sio kweli. Huwezi kuwa namba 1 Tanzania. Na nilivyoona ile video yani kama ni vile alikuwa anatamani kumwambia refa bana it is enough, inatosha. Ni ukweli kabisa kwa sababu sijaona vile vitu. Fitness hana. Unaona kabisa bondia atembei, afanye nini? Mtu anapigwa ngumi 5. Kazi yake ni kugadi tu, unagadi tu, mwanzo mwisho unagadi. Wewe sio bondia. Bondia shambulia, ule ni mkanda kusema ile useme mpira wa miguu sema hapa bwana hapa nimeenda ugenini naenda kutafuta pointi moja. Sio kweli. Ule ni mkanda, afu mkanda mkubwa. Muona jamaa mwenzake anashambulia mwanzo mwisho, ana target, unamwona kabisa jamaa kweli huyu ni bondia wa kweli. Anatembea, anapiga ngumi zote unaziona. Piga 6 combination unaziona kweli. Lakini bondia yetu mwanzo mwisho anaficha tu. Jabu anaitolea huku chini. Wewe utampiga nani hizo ngumi za kizamani? Sisi tupo vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mabondia wetu wapo vizuri na wapo kambi, wanaendelea vizuri na tunawaomba siku ya mwezi ujao tarehe 24 mje mjionee wenyewe. Sisi ni vitendo. Kawaida Anacos wenyewe mnajua hii ni timu ya taifa ya ngumi ya Tanzania. Ni icon wa ngumi wa Tanzania. Hapa anapatikana hapa Anacos, Mfaume. Ila trip hii vijana wake ndo wanaenda kufanya kazi. Itaba na Oscar Richard. Na muda mchache tuliopita tulimuona hapa bana mzee baba amekatiza. Naona harakati ni nyingi sana ikizingatia tena hii ni weekend bana. Ni kweli yeye mwenyewe pale unaona kama umeona ametoka na familia yake, ametoka kambini kuwatembelea mabondia wenzie. Na yeye mwenyewe ametoka huko. Amekuja kidogo na matatizo ya kifamilia ila bado yupo kambini. Kwanza napenda kuwashukuru ndugu zangu na wachama wote wa Anacos na wapenzi wetu wa Anacos na wapenzi wote wa ngumi. Mimi ninachowaahidi kwa hilo pambano lijalo na nawaahidi wa Tanzania wote waje kuliangalia na waje kuangalia Anacos tumerudi vipi kwenye ngumi. Najua wengi sana, tuna wapinzani wengi sana wanatamani kutushusha lakini hawatuwezi kiukweli. Hii ni timu ya taifa ya ngumi. Yaani siwezi kusema tunajisifia sana, hapana.
Ukiingia sasa hivi hata kwenye YouTube, kuingia kwenye nini, tumetoka majuzi kwenye mashindano ya mataifa hapa ya jeshi, tumechukua medali karibia 10. Na hilo tu sio jambo dogo. Na tena tunataka tuwaonyeshe mwezi wa 7. Tunataka tumuonyeshe huyo Dula Mbabe na huyo Aidari Mchanjo kwamba hii Nacoz haipalamiwi. Hii ni Nacoz chama kubwa. Ni hapa ni kisiwa cha burudani na ni kisiwa cha ngumi. Tunawaomba sana sana ndugu zetu Dula Mbabe, Aidari Mchanjo. Nawaombeni sana jamani. Kama mnaweza bora mkakatae tu ili pambano. Maana yake kitachokuja kuwakuta sio kitu kizuri. Sisi Nacoz hatuna jambo dogo. Ngumi kwetu sisi ni kama sherehe. Ndio sikukuu yetu. Ndugu mwandishi wa habari, na kuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu, siku ya kuja kupima ndio utakuja kuona hapa ukubwa wetu sisi Nacoz. Na sio sisi tu. Serikali yenyewe anaitambua Nacoz ni nani kwenye masuala ya ngumi na masuala ya michezo. Hata rais mwenyewe anaitambua hili. Oscar Richard anacheza kilo 54. Nadhani wenyewe mtakuja kujionea mtu alivyokuwa mnyumbulifu. Na hatuna shaka naye kabisa, yupo kambi, yupo vizuri, tena fiti kama chuma, na mtajionea mwenyewe. Hanaga kazi mbovu. Nadhani wenyewe majuzi kati mmeona hapo kilichotokea pale Ubungo Plaza. Wenyewe mlijionea alivyompiga yule Chichimawe, sema akaweka suluhu. Na wenyewe mpaka anaona aibu yule bondia. Na mwenyewe anaona aibu. Kiukweli sisi hatubahatishi. Na huyu tena Aidari Mchanjo ndo ametokea huko Mwananyamala kwao. Wanaambizana, huyu kasakiziwa na kaka yake. Ila mimi nampa sana pole. Yaani ndugu yangu, mdogo wangu Aidari Mchanjo, bora usije. Tulichokupania ndugu zako waweke matanga. Tutakuja kuona mwenyewe siku ya tarehe 24. Nakuja kuwapa burudani. Na utakundugu mwandishi wa habari, utakuja kuona mwenyewe hicho kipaji unakuja kuzungumzia. Utakuja kumuona Oscar Richard jinsi anavyonyumbulika, anapiga ngumi zote. Ni burudani, sisi tunakuja kutoa burudani na fundisho kwa mabondia wengine. Tutamuona huyo Dula Mbabe. Si alikuwa anaguswa tu na mabondia wengine. Atakuja kukiona siku hiyo kwa ndugu yangu Itaba. Light yenyewe inatoa damu, jabu inatoa damu. Karibuni sana. Subscribe, like, share, comment. Hii ni HOTBIZ Hotbiz TV. Mimi naitwa LOD Icon, lakini pia niko na kameramani wangu ambaye yeye amehakikisha tunapata picha nzuri, anaitwa Ayara Abdul Ratifu. Wakati mwingine usikose kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hotbiz TV. Bye bye.